mulahadha, ningeomba tusishike matunda tukasahau mti. Nahnu thamaratun min tilka shajara wal aslu hiya ash-shajara wa huwa Fatimatun wa abuha wa ba'duha wa banuha. Wao ndio wenyewe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. Kama tulivyoambiwa, tuko chini ya samahat Sheikh Salman ambaye ndiye mwenye hafla hii, na vile vile tuko katika mikono ya shekhe wa mkoa wa Kilimanjaro ambaye ndiye mzee wetu, ndio mwenyeji wetu, na vile vile samahati Dr. Sheikh Abdul Razak ambaye hakutubakishia kitu tena, tuseme amemaliza kila kitu. Kaukaba min al-ulama tulioko nao kwenye meza kutoka nchi mbalimbali, maeneo mbalimbali, kutoka Kenya tukiongozwa samahati Sheikh Ali saa moja, na mashekhe wote wa hapa na chairman wetu Mzee Ladak, wazee wote waliokuwa hapa, walimu, wanafunzi, kina mama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. ukweli khutba iliyozungumzwa na ndugu yetu samahati Sheikh Abdul Razak ilikuwa ni khutba mzito na inaitika mahitaji ya hivi sasa, sawa katika ulimwengu mzima wa Kiislamu na katika maeneo yetu, na kutilia mkazo kauli mbiu au neno alilolijenga katika kuasisi kwamba hadhara hizi za maulid zinafaa zitumike katika malengo makubwa kwa mustawa wa risala ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu anayetukusanya ni mkubwa mno, kwa zaidi ya upeo wa maoni yetu na maono yetu. Ujumbe aliotuletea ni mpana mno, kwa zaidi ya upeo wa fikra zetu, ukiongezea na juhudi zinazotumika katika kutuleta pamoja katika hadhara kama hizi. Unwani ya khutba yangu nimependa kuzungumzia upande mwingine tofauti na alivyozungumza Sheikh, ambao kwa Kiarabu
nimeipa unwan al-alamu baina al-qiyam as-samawiyya wal-qiyam al-jahiliyya. Ulimwengu ukiwa umesimama kati ya maadili ya mbingu na maadili ya kijahilia. Kwa nini unwani hii? Na iko na mahusiano gani na mwenye hadhara hii ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wataalamu wakubaliana sawa wa kidini na wa kijamii kwamba mienendo ya mwanadamu ambayo ni madhihirisho ya utu wake ni mazao ya imani na maadili yaliyopo ndani yake. Unapowaona watu katika kuishi kwao, katika miamala yao, katika harakati zao, wako katika hali ya kuridhisha na katika misingi ya kufurahisha, ni muhimu sana katika kusoma matendo yao yale, harakati zao zile, tuvuke mipaka ya vitendo, twende nyuma ya vitendo vile, pana msukumo wa mambo gani. Unapomuona mtu anakimbia kwa sababu ya hofu na ukamuuliza kwa nini wakimbia, ni nini unachokikimbia, akakujibu kwamba mimi nakimbia mnyama anaitwa nyoka, kuna maana ana imani fulani kuhusu nyoka, ndio iliyomfanya yeye amkimbie na asikimbie mnyama mwingine kama paka. Kwa nini alikimbia hapa na kwa nini hakukimbia pale? Unapomuona mwingine anang'ang'ana usiku na mchana, wiki na miezi, bali na miaka, anapasua jabali akitumia nguvu, akitumia uwezo wake wa fedha na afya yake, unapomuuliza unatafuta nini, akwambia natafuta kitu kinachoitwa maadili. Kwa nini atafute maadili? Ni maana ana imani fulani kuhusu maadili yale anayoyatafuta yana faida kiasi gani kwake. Na kwa nini hatumii juhudi ile ile, nguvu zile zile, uwezo ule ule utafuta kitu kingine ambacho kwamba hakitiwi akili? Na hizi ndizo wanazuoni wanazoziita al-qiyam, misingi ya kimaadili. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kazi kubwa aliyokuja kuifanya, mbali na kuwaletea watu dini na kuwafundisha watu Mola anayestahiki kuabudiwa,
mbali na miungu wa bandia, mbali na kuja kutufundisha jinsi ya kumwabudu Mola, vipi tutasali, vipi tutafunga, vipi tutaenda haji na kadhalika, ambao hii ni sehemu katika dini inaoeleza mahusiano ya mwanadamu na Mola wake, na ndio sehemu ambayo tumeipatia nafasi kubwa katika maisha yetu. Lakini mbali na hayo, alikuja kubadili misingi ya kimaadili ambayo inapelekesha maisha yetu ya kibinafsi, ya kiurafiki, ya kiujirani, ya kindoa, ya kijamii na hata ya kimiamala katika biashara na katika mambo mengine, ambao ndio sehemu hii Waislamu leo wako mbali nayo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa sallam, hii ndio nafasi aliyoipigania sana. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya niliyoisoma na mfano wa aya hii akaieleza ile jamii ambayo ilokuweko kabla ya kuletwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hali ilivyokuwa, akaita ni jamii ya kijahilia inaopekeshwa na misingi ya maadili ya kijahilia. Pengine utaniuliza, Qur'ani imezungumzaje kiufupi misingi hiyo iliyokuwa ikipelekesha jamii ile ya kijahilia? Qur'ani imegusia sekta 4 au sehemu 4 muhimu sana, napenda kuzisikilize alafu tuje kwenye maisha yetu ya leo. Sehemu ya kwanza ya misingi muhimu ya kimaadili iliyokuwa ikihukumu jamii ya kijahilia ni kitu kinachoitwa asabia. Asabia ni yale kinyume na yale alikuja kutufundisha Sheikh Abdul Razak sasa hivi. Asabia ni pale mtu anapomkataa mwenzake kirangi, kikabila, kiutaifa, kimadhehebu, kidini, akakataa kabisa kwamba kuna mwenzake na akawa na imani aliyopo katika dunia hii ni yeye peke yake. Sio tu akamkataa mwenzake, akakataa na kila lenye mahusiano na mwenzake: fikra, lugha, historia, utamaduni, ustaarabu na kama hapa. Na ndio tutasema fulani ana asabia. Hivi ndivyo ilivyokuwa jamii ya Kiarabu kabla ya Uislamu. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika baadhi ya aya akituelezea katika jamii hizi alikuwa akituambia nini? إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية hapa kwa maana ya asabia, kwa maana ya taassub, kwa maana ya kujiona wewe ni bora kuliko mwenzako na kujenga ubora wako katika msingi wa kabila yako au katika msingi wa rangi yako au katika msingi wa lugha yako au hata katika msingi wa itikadi yako.
hii kwa lugha ya leo inaitwa unsuria. Hivi ndivyo ilivyokuwa ikipelekwa jamii, na ndio utairudia jamii ya Maka. Kuna watu walikuwa wakinyanyaswa, wakitengwa, wakidharauliwa kwa msingi tu wa kiasabia. Na haya ndio tunaoishi leo. Tatizo kubwa lilioko leo Mashariki ya Kati na Palestina na mpaka ulimwenguni ni kuna taifa dogo moja linaoitwa Mayahudi, na sio wote. Kundi fulani katika Mayahudi ambao walitengeneza harakati za Kizayuni. Harakati zile zikajengwa katika msingi wake wa kwanza kwamba unsuri yao, maumbile yao katika dunia hii, wao ni tofauti na watu wengine. Wao ndio binadamu, wengine si binadamu. Wao wanaweza kufanya kitu chochote, wengine hawawezi kufanya. Matokeo yake ndio yale matendo mnayoyaona. Nyinyi mwaona ajabu, waje mtu akatoka akaenda akaua watoto wadogo kwa maelfu. Waje kama mwanadamu, kabla hujampa dini, kama ubinadamu haukubali. Lakini ilikuwaje akakubali? Kuna msingi wa kifikra na wa kimaadili ulijengwa kabla, kwa sababu yeye hawaoni tena wale ni binadamu, yeye hawaona wale ni wanyama. Na hapa ndipo tunatakikana tuwe na hadhari sana katika majukwaa yanayozungumza kwa niaba ya Uislamu na kwa niaba ya Qur'an na kwa niaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yawe ni majukwaa yanawatayarisha kifikra na kimaadili Waislamu au baadhi kuwaona wenzao si watu kama wao. Na haya yamepatikana katika Uislamu min al-asaf katika karne hii. Huwaje Muislamu aliyeshika dini akaweza kujifunga mabomu, akaingia ndani ya msikiti, watu wasali, akajilipua na akawaua wale wanaoswali, na akijiona yeye uko kwenye sawa na atakwenda kula dina na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ametengenezwa vipi huyo? Ametengenezwa na hizi fikra mnazoziona ni ndogo ndogo, kwamba wewe uko kwenye sawa, wenzako ni wapotevu, wenzako ni watu wa motoni, wenzako ni watu wabaya, wenzako wanalishwa kutoka wakiwa watoto wadogo. Kesho mtu yule unamtayarisha kufanya kama yanavyofanywa na Mzayuni, kama vile anavyofanya Mzayuni leo Palestina. Yanaamini hivyo, yanaamini ni sha'bullahi al-mukhtar, ni taifa la Mwenyezi Mungu lililotaguliwa, na wengine wote ni wapotevu, wengine wote ni makafiri, wengine wote ni hayawani. Kwa hivyo yeye hata akiwapiga nyuklia ni sawa. Na hizo fikra zinaanza kwenye mambo madogo madogo. Na ndio leo utazikuta nchi zinaojali usalama wa nchi zake, wa raia wake, zinatengeneza mikakati ya kutengeneza platform, jukwaa ambalo litawaonesha watu kwamba wao wako sawa. Masala ya Mungu siku ya kiyama atakwenda kuhukumu.
katika maadili mabaya yalikuwa yakipelekesha jamii ya kijahilia ni kujiweka nafasi ya Mungu katika kuhukumu, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alimuondoshea nafasi hiyo. Wewe chukua wewe. Mwenyezi alimwambia fadhakkir inma anta mudhakkirun lasta alaihim bimusaitir. Wewe edhea, wewe eleza unayoyaamini, lakini hujapewa kibali cha kuwa ahkamul hakimin. Hujapewa kibali cha kuwapanga watu kidaraja na kuwapanga watu kwa pepo na moto. Hujapewa daraja hiyo. idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya hamiyatal jahil. Huo ni msingi wa kwanza ulikuwa ukipekesha jamii ya kijahili. Msingi wa pili ni msingi wa kujipatia nafasi ya kuweka sharia. Na ndio haya niliyosoma, afa hukma aljahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Sasa lete misamiati ya kielimu, misamiati ya kuvutia. Leo wametujia kwamba Mungu nafasi yake ni msikitini na kanisani, lakini kwenye maisha yetu hana nafasi. Bali elimu na akili ya mwanadamu ndio zinaweza kutupangia maisha yetu ya kisiasa, maisha yetu ya kiuchumi, maisha yetu ya kijamii. Kwanza ilianza hivyo, na ndio maana ya kutenganisha baina ya dini na baina ya maisha. Lakini hawakukoma hapo. Afadhali wangekomea hapo, wangebaki wao tu wakahukumu kwenye siasa na kwenye uchumi na kwenye jamii, lakini mambo ya ibada wasiyaingilie, mambo ya mahusiano ya mtu na Mungu wake wasiyaingilie. Wakatuambia dini haiqualify kuja kwetu, lakini wao hawakusema kwamba wao hawaqualify pia kuja kwenye dini. Leo tuwaona wameruka mipaka ya kisiasa, wameruka mipaka ya kiuchumi na ya kijamii, wamekuja kuingilia mpaka mahusiano ya mtu na Mola wake. Kwa mfano, leo ni nchi ngapi za Ulaya zimekataza mwanamke kuvaa hijab? Kuna nchi kadha. Sasa nikuulize, suala la mwanamke binafsi kuvaa nguo anayetaka yeye inawakilisha mahusiano yake na Mola wake. Ina mahusiano gani na mfumo wa kisiasa? Ina mahusiano gani na mfumo wa kiuchumi? Ina mahusiano gani na mfumo wa kijamii? Si ni katika mahusiano yake na Mungu? Si ni katika ile sehemu mlosema dini ibakishwe huko? Kwa nini mmeingilia? Wamekuja wameingilia katika masala ya kidini ya mahusiano ya mume na mke. Juzi nafikiri mlifuatilia Kenya, uliibuka mjadala, na sijui ulikuwa una malengo gani, kisha ukazimika, wa kumrithisha mtoto wa nje ya nini, ya ndoa. Na kukaanza fujo. Sasa utawaona hata ile lugha yao ya kwanza ambayo hatukubaliani nayo,
pia wamevuka mipaka hiyo ya kuepusha dini na nini na maisha. Wamekuja kuingilia. Kesho tutaingiliwa na msikitini, na tuambiwe kwamba Qur'ani na wahi hauna uwezo wa kuwaongoza katika misikiti, bali akili zao na elimu zao ndio zitakuja kutuongoza mpaka namna ya kusali. Afa hukma aljahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Na tulipoiondosha dini katika maisha yetu, matokeo ya sharia za binadamu ni haya tunayoyaona leo. Ukiwa mwizi ndio unayependwa, ukiwa muaminifu ndio unayetengwa, ukiwa muongo ndio unayefuatwa, ukiwa mkweli ndiye unayeepukwa. Ukikataa kufanya ufisadi, wewe ni mpumbavu. Ukifanya ufisadi, wewe ni mwerevu. Na pengine nikizungumza maneno haya maona ajabu, lakini tizameni maisha yetu leo. Tizameni leo nchi zote ulimwenguni na zetu za Afrika ndio kabisa. Watu wote wanazungumza corruption, lakini watu wote wanafanya corruption. Na ukikataa kufanya corruption, wewe utakuwa uko nje ya maisha, unakuwa out of system. Mpaka haki zako za kimsingi huwezi kuzipata bila ya kwenda kinyume. Na kosa kubwa leo, wewe fuatilia kitu chochote katika msururu wake wa kisheria ndio ukipati. Si kuna process zimewekwa za kisheria. Ukitaka kitu unafuatilia. Ukitaka ujenzi mpaka uipitishwe, nyumba ijengwe. Ukitaka kufungua biashara, ukitaka hivyo mpaka mwisho kuna process. Lakini shida kubwa utaipata ikiwa wewe wataka kufuata ule msururu wa kisheria. Ndio tatizo katika ulimwengu wetu leo. Fa hukma aljahiliya. Msingi wa tatu, sitaki nirefushe sana, waila kila msingi tunaweza kuusherehe. Walipiga katika masala ya maumbile yetu, wakatumia ikhtilafu zetu kujenga taasub kama tunavyoona leo Palestina. Wakaiondosha dini ya Mwenyezi Mungu katika kuendesha maisha yetu. Tatu, wakaondosha kitu kinachoitwa haya. Katika aya Mwenyezi Mungu akwambia wala tabarrajna tabarruj aljahiliyatil ula. Mara nyingi katika jamii zetu tukizungumza neno haya tunaelekeza kwa wanawake. Mara nyingi tasikia mara nyingi mwanamke yule hana haya, binti yule hana haya. Si rahisi sana kulipata neno hili likitumika kwa wanaume, kana kwamba tabia hii imeletwa katika maisha yetu kwa ajili ya kumlinda mwanamke peke yake. Lakini ukweli wa mambo, haya ni tabia ambayo inaotakikana kwa mwanamume na mwanamke, bali ndiyo msingi wa tabia zingine zote. Ikiondoka haya, unaondoka tabia zote. Sisi tuna hadithi maarufu tunanena idha lam tastahi faf'al ma shi'ta. Ukisha kukosa haya, unaweza kufanya kitu kingine chochote. Kama huna haya, unaweza kuwa mwizi. Kama huna haya, unaweza kuwa khain. Kama huna haya, unaweza kuwa muongo. Kama huna haya, unaweza kuwa mlevi. Kama huna haya, unaweza kuwa tariku sala.
Kama huna haya, unaweza kuwa dhalim. Kama huna haya, endelea sasa, kila tabia unaweza kuifanya mbaya. Na kama uko na haya itakuwa kinga na ngome ya kukukataza wewe na kila tabia mbaya. Na jamii za kijahilia, kitu cha kwanza kinachokimbilia kuharibu jamii ni kuiondosha tabia ya haya. Na haya kwa ufupi ni nini? Kwa ufupi, kwa lugha ya Kiswahili, haya ni kufikia wakati jamii ama mtu akayaona matendo mabaya ni matendo ya kawaida. Kama ni kitu cha kawaida. Akaona kama kutembea akivaa nguo ni jambo la kawaida na akitembea uchi ni jambo la kawaida. Na leo media, kuanzia tuko katika za kawaida mpaka tumekuja kwenye hizi zinaoitwa social media, vijana, mabanati, kuna sumu ambazo hata nyinyi hamuzitambui haraka, zinazotumika. Lengo la kimsingi ni kuondosha tabia ya haya. Na kuyafanya matendo mabaya ni matendo ya kawaida. Nimewahi kuzungumza juzi Muharram, Dar es Salaam. Ukifuatilia TikTok, sehemu kubwa ni comedy. Mtu ataonesha kitu kupitia comedy. Katika ufuatiliaji wangu nimeona asilimia si ndogo, na nimeiona kwa mataifa mbalimbali, si kwetu peke yake, hata kwa jamii zisokuwa za kwetu huku East Africa, yakaririka sana kwenye social media jambo la khiana katika ndoa kikomedi. Kwa mfano, jana huko katika mitandao, jinsi ya kumkimbiza mume wa kando ama mke wa kando wakati ukifumaniwa katika nyumba. Zinaaktiwa nyingi sana hizo. Utakuta mume alikuwa hayupo, mwanamke ameingiza mwanamume mwingine, mume aliporudi ameshika nini? Nguo. Akiingia sijui yule amemfunika, yule mwanamume imeaktiwa kikomedi tu. Lakini wewe kuanzia asubuhi ukikaa kwenye mitandao mpaka jioni wayaona matukio yale mara 4, mara 5, mara 6. Naoneshwa tangu mtoto mdogo mpaka mtu mzima. Kuona kwako mambo yale inazoeka katika akili yako na katika hisia yako kwamba mambo yale ya kawaida. Yaani hiyo kwa maana unakosa haya. Kukosa haya si kwa yule anayefanya peke yake. La. Kukosa haya ni kwa jamii mzima inapokubali kuzoea kuliona dhambi linaendelea kufanyika na wasihisi chochote. Pia ni katika kukosa haya. Wasichana na hata wavulana, umetengenezewa wewe kwa hoja mbalimbali. Umeona wataka uwe na followers wengi na watu wenye kulike wengi. Tamkuta msichana ameingia kwenye mtandao amevaa vizuri. Msingi wa 4 ni kuwatia shaka watu na dini yao, na kila linaohusiana na dini yao. Someni pamoja suratu Al-Imran. Yadhunnuna billahi ghayra al-haq dhanna al-jahiliya. Wakati kulipoanza mapigano yanayoendelea
maswali haya kiasi fulani, lakini mwanzo hususa sisi mashehe tulikuwa tukipata taabu sana, na hususa kulipoanza mabomu, majumba yanavunjwa, watu wanauawa. Siku hizi watu wameanza kuyazoea, kila asubuhi kumekufa watu 100, unaona ni habari ya kawaida. Lakini mkirudi pale mwaka jana, miezi mitatu ya kwanza na minne ilikuwa si mambo ya kawaida, hatujazoea kuyaona. Sasa kulikuwa ukija maswali haya, na kabila ustadi vipi? Mbona Mwenyezi Mungu hawasaidii wale? Hivi kweli sisi tuko kwenye sawa? Je, sisi tutashinda? Je, upo uwezekano wa Waislamu kujikomboa katika dunia hii? Je, utayapata maswali mingi kabla ya kutafuta majibu yake yaelezea hisia ya adamu thiqati billah, hisia ya kwamba imani zetu zina mushkil. Ungekuweko Uhud ungesemaje? Mfano kulipouliwa viongozi wakubwa, kuna watu wanasema kwisha. Na haya ndio yaliyosemwa katika Uhud baada ya kuuawa Sayyidu Shuhada, ami yake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamza ibn Abdul Muttalib. Alafu kukatoka na sauti kwamba kutila Muhammad. Ilileta hali mbaya katika ulimwengu wa Kiislamu. Na hakuna sifa ambayo haipendwi katika Uislamu na imewekwa katika safu ya madhambi makubwa kama al-ya's wal-qunut, kukata tamaa, kukosa matumaini, kukosa imani na ahadi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ametuahidi, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Na hali hii haiji tu hivi, yatengenezwa. Na hapa ndio nataka nimalize hotuba yangu leo. Katika kazi kubwa inayofanyika leo ulimwenguni ni kumbadilisha mshindi akawa mshindwa na mshindwa akawa mshindi. Sababu gani? Unaoneshwa upande ule unaotaka na wewe uone peke yake. Leo wewe kila ukifungua vyombo vya habari waoneshwa Gaza vipi majumba yamemalizwa. Waoneshwa Gaza vipi watu wanauliwa, watoto wadogo, vipi watu wanakoseshwa haki za kimsingi, chakula, maji. Lakini miaka 2 na mambo yote yaliyotokea, sawa Hamas, Hezbollah Lebanon, Irani, walichokifanya ndani ya Israeli huoneshi. Wewe hujaona mpaka sasa ni nini kinachoendelea ndani ya Israeli? Ni hasara gani zipo ndani kule? Tangu vita vianze mpaka leo upungua hesabu ya waliouawa kuliko kuongezeka. Hujaambiwa ni kina nani waliuliwa pia kule. Hujaambiwa ni vituo gani muhimu vimevunjwa. Lakini ukiingia CNN, ukiingia BBC, ukiingia Al Jazeera, ukiingia Al Arabia, hesabu sasa zote wao wanakuonesha kwamba kunapomalizwa ni upande huu mmoja peke yake. Lakini hujaoneshwa mpaka sasa kwamba Wafalestina Gaza namna wanavyopigwa hawajakimbia, hawajatoka katika nchi yao. Na je, wajua hisabu ya Wazayuni waliokimbia mpaka sasa ni wangapi?
sikwambii ni watu 100, sikwambii ni watu 1000, sikwambii ni watu laki, ni malaki, lakini hisabu zitakuja kutoka baadaye, pengine baada ya miaka 10. Huoneshwi hisabu hizi. Kwa nini huoneshwi hisabu hizi? Athari za kiuchumi huoneshwi, athari ya jamii ambavyo inavyomalizika, jamii ya kizayuni yaisha kwa misingi ya kizayuni, yaisha. Muassis wa dola ya kizayuni katika wanafikra wao wakubwa, hata airport yao yaitwa kwa jina lake, Bengorio katika mazungumzo anaozungumza asema hivi, asema siku ambayo mimi nitaamini hakuna tena dola ya Israeli ni siku Mayahudi watakataa kuendelea kuhamia Israeli, sio kutoka, hawaji tena. Hata tukabaki wale tulio kama tuko milioni 5, milioni 6, lakini ikawa kila asubuhi hakuji wapya, siku hiyo ndio itakuwa dola imeisha. Na anajua anachokisema na kina ukweli mkubwa hiki, lakini ni si mahala pake nikizungumzie leo, yatakuwa marefu. Leo sio tu watu hawendi tena, leo watu kila mmoja atafuta mahali pa kuwekelea kuondoka, lakini hili haliangazii, huoneshi, kwa sababu litajenga imani yako kwa Mungu, litajenga imani yako kwa ahadi za Mungu kwamba hawa watu hawana mwisho mwema, wataenda tu. Wapewa fikra nyingine ambazo zinakutengenezea wewe dhana za kijahilia, na ndio Mwenyezi Mungu atuambia yadhunnuna billahi ghayra alhaqi dhanna aljahiliya. Sasa nikhatimishe, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kazi kubwa aliyoifanya na akaleta mabadiliko na mapinduzi makubwa katika jamii ile aliyoipata na jamii za kuendelea, ni kuja kubadili maadili haya ya kijahilia na kuweka badala yake maadili ya mbingu, maadili ambayo yanakubali tofauti za maumbile ya Mwenyezi Mungu, hayana dharau, yale aliyozungumza Sheikh Abdul Razak, maadili ya kushikana, maadili ya kupendana, maadili ya kuheshimiana. Akawaweka Ansar walikuwa wakikosana, Aus na Khazraj, wakawa pamoja. Akamweka Bilal na Salman al-Farisi na Suhaib al-Rumi na watu wa kutoka, yule ni kutoka Rum, yule ni kutoka Faris, yule ni kutoka Afrika, wote na Waarabu wakakaa wakawa ni umma mmoja. Akatengeneza taifa linaloheshimiana, linalotambua tofauti zao, ndio likajikomboa. Akawapa sharia ya kuongoza ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akarudi akawajengea maadili ya haya ya kujitambua ubinadamu wao, na mwisho akatujengea kitu kinachoitwa kuamini na kuwa na thika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba yeye yuko pamoja na sisi siku zote, saa zote, na ushindi ni wetu, sawa tuwe tuuona kwa karibu ama tuuona kwa mbali. Hivi ndivyo alipojenga jamii kinyume na maadili ya kijahilia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupa baraka zake, atatupa shafaa yake, na atatupa mwamko wa kumfahamu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ili aweze kutusafirisha katika safari yetu ndefu ya mapambano katika hii dunia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum